Theater kinachopatikana hapa Gift Online TV. Basi nikushukuru wewe ambaye umechukua hatua ya kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Lakini kukumbusha wewe ambaye bado nikwambia wakati ni sasa, bado hujachelewa. Subscribe, share, like pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa zote ambazo zinafanyika hapa Gift Online TV. Na siku hii ya leo tutakwenda kuongelea ulinzi na usalama kwa mtoto ili kumwepusha na vitendo vya ukatili. Kwa hiyo wewe mzazi, wewe mlezi, wewe ndugu, jirani, jamaa, rafiki ambaye unaona mtoto anapitia changamoto, basi kaa tayari kututazama, kutufuatilia, kwenda kuzungumza mada hii. Nipo na mgeni hapa ambaye atakwenda kuzungumza mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Usichoke kututazama, baki na Gift Online TV. Karibu sana. Asante sana Esther. Habari za asubuhi, habari za studio? Salama, sijui za kwako, za kazi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu bila yeye tusingekuwa hapa. Amina. Sawa, watazamaji wangependa kukufahamu wewe ni nani, lakini pia kuhusiana na mada ya siku hii ya leo. Kwa majina, mimi naitwa Sergeant Mwajabu Mzee, ni mtendaji wa dawati la jinsia na watoto mkoa wetu wa Kilimanjaro. Ndio. Sawa, mada ya siku ya leo tunauzungumzia ulinzi na usalama kwa mtoto ili kumwepusha na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Tungependa kufahamu kwanza, ukatili wa kijinsia ni nini? Ukatili wa kijinsia, tukisema ukatili wa kijinsia tunakuwa tuna maana kwamba ukatili ni kitendo chochote anachoweza kufanyiwa mtu yoyote, awe wa jinsia yoyote, wa kike au wa kiume. Na kile kitendo kinamletea madhara ya kiakili, kisaikolojia, kimwili, kiuchumi. Lakini pia katika ukatili huo, yani tunajikuta tunataja zile aina 4 tayari, sababu tukizungumza ukatili na katika huo ukatili tunaozungumzia tayari tunaona vile vitu ambavyo vinasababisha ukatili ukiwepo, ambao tunazia ndio hizo aina za ukatili. Okay, sawa. Kwa siku ya leo tunajikita kuhusiana na watoto. Kama ilivyo kesho ni sikukuu, tunaona watoto, tunaweka sasa ulinzi uhakikishwe kwa namna gani ili kuhakikisha ulinzi kwa huyo mtoto kwa siku ya kesho. Asante, mada nimeipenda. Na kweli ukiangalia kesho ni sikukuu ya Idi. Na kwa sababu ni sikukuu, basi tuweke na kujikita kwenye ulinzi na usalama wa mtoto. Kwa lengo ni kuweka ile hali ya usalama kwa mtoto. Na kumwepusha na kumkinga na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Sasa tunapokuwa tunamzungumza huyu mtoto, tuna maana mtoto ni nani? Mtoto ni yule umri ambao unaanzia 0 mpaka 17. Sasa tukimzungumzia huyu mtoto na tumeona kesho ni siku ya sikukuu, na hii mada ni vyema ikawafikia jamii kwa ujumla, au wazazi ambao ndo wanaoishi na watoto, lakini jamii kwa ujumla. Sasa huyu mtoto tunayemzungumza hapa ni kuwashirikisha wazazi. Wazazi waache watoto wakatembee, lakini wawekee mazingira salama. Na kwa nini nasema mazingira salama? Ninapokuwa namaanisha kwamba mazingira salama, basi kama watoto wamesha kula nyumbani na wakati wa kula akamaliza kula, watoto wanapenda kwenda kucheza, wanapenda kwenda kutembea. Sasa ile hali ya kwenda kutembea, kuna baadhi ya wazazi wamekuwa hawako makini sana katika ule uangalizi mzima wa mtoto anapokuwa akitoka kwenda kwenye matembezi haya. Sasa tunaposema uangalizi mzima, basi tunamwomba mzazi au mlezi ambaye anakaa na huyu mtoto, basi wakati wa kwenda kutembea ahakikishe anamtoa mtoto wake akiwa na yuko na mtu mzima katika ule uangalizi. Na kuna baadhi wanawapa wasichana wao wa kazi au vijana wa kazi ndio waende wakatembee na wale watoto. Sasa tukumbuke kwamba huyu msichana wa kazi au kijana wa kazi ambaye unamkabidhi mtoto wako aende kutembea na yule mtoto wako, sababu ni siku ya sikukuu. Tunaonaga pale kwa jani watu wanajaa kwa ajili ya kwenda kutembea, watoto kucheza, kula ice cream, wanafurahi, wanaenjoy. Ukienda pale la saa pale watoto wanacheza, wanafurahi. Lakini tukiangalia usalama mzima wa mtoto pale unakopo hakuna. Kuna baadhi wanawaacha watoto wakiwa wanaenda wenyewe kwa wenyewe, yani mtoto anamlea mtoto mwenzie. Kwa hiyo wanaondoka wote kama watoto, mzazi yeye yuko nyumbani, au mzazi kama mzazi naye anaamua kuondoka na kwenda na mume wake, ambao wameenda kunywa zao pombe huko, wakiamini kwamba yule mtoto au watoto wenyewe wametoka kwenda kutembea, kwamba wataenda salama na watarudi salama. Lakini tukumbuke kwamba ulinzi na usalama wa mtoto unakuwa ni mdogo sana. Sasa atafika pale msichana kazi na yeye atamtelekeza mtoto. Atamwacha pale kwa sababu hapa ndo sehemu ya watoto wanakuja kula ice cream, wanabembea, atamtelekeza pale. Atamwambia mdogo wangu kaa hapa ucheze, bembea hapo,
mimi saa ngapi nitakuja kukuchukua, na yeye anaenda kwenye ratiba zake. Kwa sababu na yeye tayari anakuwa amepata muda wa kufanyaje, muda wa kutoka. Au kama ni kijana, na yeye anakuwa amepata muda wa kufanyaje, wa kutoka. Sasa muda mwingi unakuta watoto wanacheza peke yao, kwa hiyo ulinzi na usalama wao unakuwa ni mdogo sana. Sasa unakuja unafika, ni rahisi mtoto kufanyia kitendo cha ukatili wa kijinsia kwa sababu hana uelekeo, hana wa kumsimamia. Anaweza, wapo ambao mtu anaweza kaa anamfuatilia akiamini kwamba mtoto huyu alikuja na mtu fulani, sasa hivi amefanyaje, ameondoka. Sasa ni rahisi kumshawishi yule mtoto kwenda kumfanyia vitu vya kikatili wa kijinsia. Sasa lakini pia tunaona usumbufu huo wanaopata askari. Askari polisi yuko pale kwa ajili ya kuangalia ulinzi na usalama wa mtoto. Askari au usalama barabarani, lakini wale ambao wanakuwa wako doria. Sasa ina mwisho wa watoto kucheza ni saa 12. Lakini sasa inapokuwa imefika saa 12, muda umefika, yule mtoto ambaye hana msimamizi, hana ulinzi, muda umefika, na yule msichana kazi ambaye ulimwamini wewe ukampa kaondoka na mtoto wako hajarudi. Na mtoto yule ambaye yuko mwenyewe haelewi haende wapi. Ndio ile sasa anaanza kuogopa, sasa niende nyumbani nimechelewa au nimsubiri dada nifanyaje? Anaamua kuondoka, na mwisho wa siku kwenda kufanya vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mtoto maana kapotea, ndio unasikia mtoto amepotea. Au inawapa wakati mgumu sana askari kuanza kutafuta mzazi wa huyu mtoto ni nani. Kama ni saa 12 basi muda unafika na bado hawawezi kuondoka kwa sababu ya yule mtoto ambaye yupo anazagazaga, na hawawezi kumwacha, lazima hawezi kuhakikisha kama wazazi wake wanapatikana ili mtoto aweze kufika sehemu salama. Sawa. Mtazamaji wa Gift Online TV, udhamini wa maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu. Huduma hii ni huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili Sita. Huduma hii ipo Moshi, Kilimanjaro. Kama unatokea Moshi mjini, utapanda magari ya Machame, Sanya, Sadala, Boma na Arusha. Utashukia kituo cha mashine, utakutana bango kubwa la ratiba za ibada. Siku za ibada ni Jumatano, Ijumaa, Jumapili. Jumatano na Ijumaa muda ni saa 8 mpaka saa 11, lakini siku ya Jumapili ni saa 6:30 mpaka saa 10:30. Nyote mnakaribishwa, na maji haya patikani nje ya huduma ila ndani ya huduma peke yake. Bado tunazungumzia mada inayosema ulinzi kwa mtoto ili kumepusha na vitendo vya ukatili. Kama tunavyojua, siku ya kesho ni sikukuu, lakini pia mbali na sikukuu watoto wako karibuni kufunga shule. Kwa hiyo mzazi ama mlezi unapaswa kuwa makini kumwangalia mtoto wako. Hapa tunaendelea na mada, kwa wakati wako wewe tuma komenti yako, uliza swali, lakini pia unaweza kuchangia mada ya siku hii ya leo. Ningependa kufahamu ni aina gani ya malezi ama ya ulinzi mtoto ambaye anatakiwa kupatiwa akiwa nyumbani mbali na siku ya sikukuu. Mbali na sikukuu, yani kwa ulinzi na usalama kwa kawaida. Ndiyo. Kwa siku zote. Mzazi anatakiwa awe makini sana katika makuzi na malezi ya mtoto wake. Tunamzungumzia mzazi ambaye ni baba na mama, lakini kuna wale walezi ambao wanaishi nao watoto. Sasa ulinzi mzuri au usalama mzuri au kumjengea mtoto kitu kizuri katika maisha yake ya baadaye ni nyinyi wenyewe wazazi wawili. Muanze kuishi kwa mifano. Mfano, labda baba na mama mnapigana mbele za watoto. Tayari unamjengea mtoto kwamba na mimi nikija kuwa mkubwa basi maisha ndio nitakao niishi ni haya. Lakini pia kuna ile hali ya mzazi yuko busy nyumbani, amekaa na busy na simu, lakini mtoto wake yuko nje anacheza, ila hawezi kujua mtoto wake anacheza na nani. Hawezi kujua mtoto wake anacheza na nani au anafanya nini kwa wakati gani. Yeye yuko tu busy na simu, akishika simu amemaliza. Lakini tukumbuke kwamba dakika 5 ni nyingi mtu wako anaweza kufanya kitu chochote kile cha hatari cha ukatili wa kijinsia kwa sababu wamekuwa huko busy sana. Tuwaekee muda watoto wetu, tuwape muda wa kucheza, lakini pia katika kucheza tuwaekee mazingira mazuri ya uangalizi. Lakini pia tuwape muda, yani kwamba sasa hivi ni muda wa kula, muda wa kula. Sasa hivi ni muda wa kucheza, ni muda wa kucheza. Sasa hivi ni muda wa kulala, ni muda wa kulala. Lakini tuwafundishe yale masuala madogo madogo ambayo ya nyumbani, kama ni kuosha vyombo, kazi zile ndogo ndogo, labda kufua visoksi vyake. Mtoto darasa la kwanza pia unaweza ukamtengea muda kuliko kwenda kuzurura kwa majirani au kamwacha kacheza tu ovyo. Hapana, anatakiwa kupata muda wa kupumzika, sababu Jumamosi, Jumapili au ametoka shuleni jioni, basi tenga muda kukaa naye, msimamie homework yake aweze kuifanya iko vizuri, lakini pia ongea naye vizuri. Mpenda kumsifia mtoto wako ili umfundishe ule ujasiri, aweze kumpe ule upendo kwamba akiamini kwamba nimeenda shuleni lakini nimerudi sasa hivi wazazi wangu wanafanyaje, wananipenda na wapo karibu na mimi. Mwambie tu mwanao maneno mazuri kama mimi, wewe ndio ujasiri wangu. Mimi najivunia kuwa na wewe. Yote hiyo unamfanya mtoto wako anakuwa karibu na wewe. Hata kama ana kitu chochote kile ambacho kibaya amefanyiwa au ametaka kufanyiwa, basi ni rahisi kukufanyaje, kukuongea na kukuelezea wewe kama mzazi wake.
Yani tusikae nao watoto mbali sana tukaonyesha ukali sana kwa watoto. Lazima tuwafanye wawe marafiki zetu, wawe watu wa karibu, ili waweze kutuambia changamoto ambazo wanakutana nazo. Lakini sasa mtoto anahitaji pia kusikilizwa. Na anapokuwa anakuita usione kama anakusumbua. Hebu anapokuwa anakuita jaribu kumsikiliza, alafu mpe muda. Na ukiona kitu anataka kukwambia usimcrush. Maana kuna watoto wengine anaweza kukwambia baya hivi, afu ukamwambia bwana wewe ukaanza kumfokea. Mtoto mwingine anaweza kalia afu asirudie tena kuja kukwambia. Hata kama amefanywa changamoto yoyote asiweze kusema. Kwa hiyo mimi nawashauri tu kama wazazi waweke makuzi yaliyo bora kwa watoto wao. Anapokuwa yupo nyumbani asisite kumfundisha mtoto wake, hata kama ni darasa la kwanza, kujisimamia mwenyewe, lakini pia kujiamini. Na kumfanya akawa yani jasiri, na kumwelekeza kwamba sasa hivi kuna vitendo vya ukatili wa kijinsia ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo ukimfundisha anakuwa anaelewa. Kulikuwa ni ukikaa kimya mtoto hawezi kufanyaje? Kuelewa. Lakini kama ukiwa umepata muda kumzungumzisha, hata kama akiwa anatembea njiani akikutana na changamoto kama ile, anajua kwamba hichi ni kitendo cha ukatili, anataka kufanyaje? Kufanyiwa, lazima atakuja kusema. Kwa hiyo tuwe na wasiwasi muda wote. Tuwe na wasiwasi muda wote. Sasa umejifungia tu chumbani unaamini mwanangu yuko sebleni. Lakini pia katika makuzi haya ya watoto, mule kuna kaka, kuna dada, kuna mjomba wanakuja. Kwa hiyo tujaribu kukaa na kuzungumza na watu ambao wako ndani ya nyumba. Lakini ukimwambia mwanao kwamba huyu ni kaka yako, akikufanyia kitu kibaya useme, mtoto atasema. Ndio. Na usiogope mtu akikwambia kama ukienda kusema nitamuua mama yako au nitaua wazazi wako, ukashindwa kuja kusema, yeye sio Mungu, hawezi kuja kutuua. Kwa hiyo cha msingi anakutisha ili usishinde kufanyaje? Kusema. Kwa hiyo sema. Kwa hiyo tupende muda, yani huo. Kulikuwa ni kumwacha mtoto akazurule kwa jirani. Unajua kwa watu wengine sasa, kwa mfano sasa hivi ndio tunafunga shule. Ndio. Sasa watoto wanakaribia kuja kufunga shule. Sasa unakuta kuna baadhi ya watoto wazazi wanashindwa kuwasimamia. Kwa nini wanashindwa kuwasimamia? Saa 12 mtoto ameshaamka, hana usingizi. Anaenda kwenye majumba ya majirani sasa, kuenda kusumbua watoto wa watu ambao wamelala. Au basi hata kama jana kwa jirani, kelele tu mitaani, ni mzazi ndio akulaumiwa. Ukimwambia mwanangu sipendi tabia hii, 1, 2, 3 acha, ukifanya hivi unakosea. Hata kama ameamka saa 12 anataka kufungua mlango aende kwa jirani, funga mlango asitoke nje. Hakikisha mwanao amekunywa chai, kama ni uji ameshakunywa, ndio mwache aende akacheze. Na katika kucheza angalia ule usimamizi anaocheza, anacheza na nani. Sawa. Kasoro kwa unajisahau, unamwacha mwanao, wewe unaendelea kushati na simu kwa muda mrefu. Alafu mwanao anafanya vitu vya vitendo vya kikatili kijinsia, wewe huna habari. Sawa, ningependa kufahamu, tunaona sasa hivi utandawazi umekuwa mpana sana. Mtoto amekuwa mtundu zaidi kwenye simu kuliko mzazi. Je, ni sahihi? Hiyo sio sahihi. Na watoto wa siku hizi kweli wamekuwa wako busy sana na simu. Ndio. Yaani simu zimewatawala. Kwa hiyo sisi kama wazazi tuna nafasi kubwa ya kuweza kulizuia hilo. Maana simu sio ya kwake alionunua. Ni sisi ndio tumenunua. Kwa hiyo unaweza tu kaamua kumdhibiti kwamba hii simu sitaki ushike. Na kama ni simu yako, maana hata password, watoto wetu wanajua password zetu bila kuwapa kabisa, lakini wanakuwa wanazijua. Kwa hiyo ni sisi tu kama wazazi tunataka tubadilike, tuweze kuwa control watoto. Tukiona kama vipi tunaweza tuwanunulie smartphone, tukawapa hata hivi vitochi kwa ajili ya mawasiliano nyumbani. Kwa sababu sasa hivi ni utandawazi. Na kuna yale mawasiliano ya karibu kama umeenda kazini lazima unataka kuwasiliana na familia yako. Kwa hiyo tunaweza tukaamua tusiwape smartphone, tukawapa hizi simu za kawaida. Kwa hiyo sisi kama wazazi au jamii tukiamua tunaweza tukalikontrol hiyo. Ningependa utoe rai yako ama ushauri kwa ya familia, sio tu na familia, lakini kwa yule mtu ambaye tayari alivuka hatua ya utoto, ili kumsaidia yule mtoto. Mimi tu niombe jamii, kwanza nisisitize kwa hiyo siku ya kesho. Ndio. Tuwaache watoto wakacheze. Ndio. Tusiwafungie ndani, lakini tuhakikishe sisi kama wazazi tunatoka na watoto wetu kama familia. Ukiona wewe huwezi kutoka kwenda na mwanao, basi kaa nao tu nyumbani. Wavae tu vizuri, wacheze pale nyumbani, upike chakula chako kizuri kutokana na uwezo wako. Kwa sababu kuna baadhi ya wazazi mashindano kama nyumba ile wamepika si kuku wamechinja na mimi nikachinje. Kama una uwezo, hata Mwenyezi Mungu anasema kama una uwezo sio lazima. Kwa hiyo angalia yule kipato chako. Na hata hizi nguo za sikukuu sio lazima ukamnunulie mtoto wakati wewe hauna uwezo. Angalia uwezo wako, kama ukiona hauna uwezo una nguo za zamani zile lakini ni nzuri,
basi mvaishe mtoto wako. Okay. Na mimi huwa siafiki sana kila sikukuu mnunulie mtoto nguo. Okay. Kwa nini siafiki vile? Unamzoesha mtoto wako kwamba kila sikukuu ni lazima ununue, uwe una hela uwe hauna pesa, kwamba lazima uninunulie. Mimi naamini kwamba mzazi unaweza ukamnunulia mtoto wako nguo ya sikukuu, yani kila siku yake ikawa ni sikukuu. Ndio. Unaweza ukanunua leo umeamua kununua nguo, lakini pia kesho. Kwa hiyo mwanao anazoea kwamba mimi nguo yangu naweza nikanunulia siku yoyote na sio mpaka siku ya sikukuu. Kwa hiyo ikifika siku ya sikukuu sipomnunulia anaona kawaida. Kwa sababu nimeshazoea kununuliwa nguo kila siku. Kwa hiyo mimi tu niombe jamii tushirikiane, baba na mama, msitoke nyinyi mkajilinda peke yenu afu mkasahau wale watoto ambao mmewazaa, kwa sababu baba na mama wote ni watu wazima. Ndio. Wanatoka peke yao. Alafu wale watoto ni watoto wadogo, wanatoka peke yao. Kwa hiyo wanaenda kwenye sehemu hatari, yaani wao wanajilea wao wenyewe na wao watu wazima wanajilea wao wenyewe. Wakati wanaweza wakatoka pamoja na watoto wao, wakakaa tu pale ile sehemu, wakakaa watoto wakawa wanacheza, wakala vizuri kama familia, na baada hapo wakarudi nyumbani. Wakaamua kurudi nyumbani. Sasa wao kama wanataka kutoka usiku, basi wanaweza wakaamua kaacha mazingira salama nyumbani kwao, watoto wakafunga milango wakalala katika hali ya usalama, na kuna watu wazima ambao wanaweza wakalala. Alafu wao kama wao baba na mama wakaamua tu kutoka na kwenda kufurahia siku yao, na baada hapo wakarudi nyumbani wakaendelea kwa na hali ya amani na usalama. Lakini tu niwakaribishe dawati la jinsia na watoto, ndio sehemu sahihi na ndio sehemu salama. Kama mna changamoto basi msisite kuja dawati, lakini pia wababa tuwaombe waje dawati la jinsia na watoto. Tunawakaribisha sana, dawati lipo kwa ajili yao, na ndio maana tukasema ni jinsia. Basi nikushukuru katika kuendelea kutoa elimu, lakini nikwambia usisite wala usiache kufika kuendelea kutoa elimu. Asante sana, na mimi nashukuru sana, na nyinyi msichoke kutualika dawati la jinsia na watoto ili tuweze kuongea na jamii na kuwapa elimu ya kutosha ili waweze kupanuka na kuelewa mambo ambayo yanaendelea katika jamii na kupata msaada kwa urahisi na kwa karibu. Asante sana. Basi mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Mada ilikuwa ni ulinzi na usalama kwa mtoto ili kumepusha na kitendo cha ukatili. Kwa hiyo wewe umesikia, basi mwambie rafiki yako, jirani yako kwamba watoto wanahitaji ulinzi sana kuliko wewe mtu mzima. Hii ni Gift Online TV, baki salama.